Ngoja. Kwa hivyo tuko naye hapa Mororo mtu ambaye ni mtoto ya Mungu. Usimkane baba yako. Liwa, kabla hajafika miaka 15 hajui kitu. Na Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mtoto akifika miaka 15, lakini serikali ya Kenya inasema miaka 18. Hapo ndio amebariki, huwezi kumwambia kitu. Lakini katika Uislamu mtoto akifika miaka 15 yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Abbas Online TV yatupa matam ya Uislamu tena kwa nidham. Kwa hivyo tuko naye hapa Mororo mtu ambaye ni mtoto ya Mungu. Usimkane baba yako. Unaitwa Steve nani? Mimi naitwa Steve. Steve nani? Steve Ichuno. Tunaona sasa. Kumbe sio Mungu tena. Wewe unamwacha baba yako unaenda kungangania na Mungu. Haya, kunayo ushahidi yote ya maneno yako? Maana sisi Waislamu hatuamini maneno hiyo. Kwa nini hamuamini? Unaona sasa? Angalia vile ninavyokutolea 112 aya ya 3. Angalia ninavyokutolea ushahidi kabisa. Kwa nini sisi hatuamini hayo maneno? Haya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndio. 112 aya ya 3. Aya ya 3. Nimefika pale nasema hakuzaa. Angalia Qur'ani inasema lam yalid, hakuzaa wala hakuzaliwa, wala yulad, wala yeye mwenyewe hakuzaliwa mpe. Unaona hapo? Nimeona. Mungu hakuzaa, imani hana mtoto. Wala yeye mwenyewe hakuzaliwa. Hiyo ndio imani ya Waislamu. Sasa wewe nitolee ushahidi mahali Yesu ni mtoto ya Mungu. Mahali Yesu ni mtoto wa Mungu. Ambaye imeandikwa kabisa, Mungu alikaa akapanga amzae Yesu. Nimekwambia mimi sina hiyo ushahidi, bali mimi naamini. Unaamini? Sasa wewe unaaminije bila maandiko? Jinsi wewe umeamini. Mimi nimesoma, baada ya kusoma nikaelewa kumbe ushahidi ndio huu, nikaamini. Huwezi kuamini kitu bila kuwa na uhakika wake. Basi angalia, nisomee Yohana 3:16. Haya mpe. Somea Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ushahidi wangu ndio hapo. Hajataja Yesu hapo, haijamtaja Yesu, na hiyo aya hazungumziwi Yesu kabisa, maana haijamtaja. Okay. Kwa hivyo wewe unamwamini Yesu kama nani? Nani? Mimi naamini Yesu kama ni mtume wa Mungu. Unamwamini kama mtume wa Mungu? Nikupe ushahidi? Nipe ushahidi. 3:49 Qur'ani. 3:49 Qur'ani. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Suratul Ali Imran. Aya yake ni 49. Na akamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Anzia 45 ndio itaje jina. Kumbukeni waliposema malaika. Qur'ani inasema kumbukeni waliposema malaika. Ewe Maryam, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema za kumzaa mtoto bila ya mume. Utazaa mtoto bila ya mwanaume, bali kwa kutamka neno tu litokalo kwake na kwambia zaa. Kazaa pasina kuingiliwa. Endelea. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Maryam. Huyo mtoto utamuita Isa mtoto wa Maryam. Mwenye heshima katika dunia na akhera. Atakuwa na heshima katika dunia na akhera. Na
miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Enda 49. 49 atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuwaambia mpe. Mungu anasema baada ya mtoto kuzaliwa atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na sisi tunaamini kwamba yeye ni mtume kwa wana wa Israeli. Umeelewa hapo? Sikiza. Atamfanya mtume kwa wana wa Israeli. Na ndugu yangu, Yesu kukua bila baba haina maana ya kwamba yeye baba yake ni Mungu. Unamjua Adamu? Wakati umesoma hiyo aya imesema ilisema kwamba atazaliwa bila baba. Baba mamlaka yake nani? ya Mungu. Sio mtoto wa Mungu. Wajua kuna tofauti ya kuzaliwa kwa uwezo wa Mungu na kuwa mtoto wa Mungu. Mfano na kupatia. Unamjua Adamu? Alikuwa na baba. Alikuwa muone ni ile kiumbe ya kwanza ya Mungu. Ndio nakuuliza, alikuwa na baba? Ana baba. Ana mama? Ana mama. Ameumbwa kwa uwezo wa nani? Uwezo wa Mungu. Atakuwa mtoto wa Mungu? Ndio, sasa ndio mtoto wa Mungu. Angalia huyo. Angalia huyo. Huyo hana baba, hana mama. Anaumbwa kwa uwezo wa Mungu. Anakuwa kiumbe cha Mungu, sio mtoto wa Mungu. Wajua kuna tofauti ya mtoto wa Mungu na kiumbe cha Mungu. Hizo vitu ndio mtoto ni kinachozaliwa. Yaani wewe ukizaa atakuwa ni mtoto wako. Maana wewe ndio umegangana kabisa, anakuwa mtoto wako. Lakini kinachoumbwa ni Mungu, hiyo kazi yake kabisa. Yeye ndo anaenda anaumba. Unaona, wanakuwa viumbe wa Mungu. Maana Mungu kama ungezaa, ungetusumbua. Watoto wa Mungu wangekuwa wengi. Wanapanda matatu bure, ukimuuliza anakwambia hii ni Mungu baba yako alikupatia. Anakuja kwenye duka anachukua kila kitu, ukimuuliza leta pesa atakwambia ni mali ya baba yangu amekupatia. Ndio maana Mungu alistop vitu kama hizo. Kuna viumbe. Swali langu ni wewe sipeje huko hapo. Wewe kwa Mungu ni nani? Nani mimi? Mimi kwa Mungu ni kiumbe. Sio mtoto, kiumbe. Kilichozaliwa na baba yangu na mama yangu. Kilichozaliwa na kiumbe cha Mungu. Sababu si umesema ngoja Adamu kiumbe kwa Mungu. Sikiliza. Mimi ni kiumbe cha Mungu. Aliyenizaa ni baba yangu na mama yangu, wakapambana nikapatikana. Kwa uwezo wa nani? Kwa uwezo wa Mungu. Sio watoto wa Mungu. Umeelewa hapo? Alafu wakati umesema kwamba pale wakati mwalimu amesoma pale Yohana ukasema pale Yesu hakutajwa. Huyo mwana ni nani? Mpe. Ilikuwa ni Waibrania 8:1. Melkisedeki 7:1. Waibrania 7:1. Waibrania 7:1. Angalia, anahitajwa ni master kuliko Yesu. Huyo anahitajwa ni master kuliko Yesu. Sikiliza. Kwa maana Melkisedeki huyo. Angalia, anahitajwa ni mtu anaitwa Melkisedeki. Mfalme wa Salem. Kuhani wa Mungu aliye juu. Huyo alikuwa ni kuhani wa Mungu Melkisedeki, ndio aliyekutana na Ibrahimu alipokuwa akirudi katika kuwapiga hawa wafalme. Endelea. Akambariki. Ambaye Ibrahimu alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki. Ndio. Tena mfalme wa Salem. Endelea. Maana yake mfalme wa amani. Endelea. Hana baba. Angalia, Melkisedeki hana baba, hana mama. Melkisedeki hana mama, hana wazazi. Huyo ni master kuliko Yesu wenyewe. Yesu ana mama. Huyu hana baba, hana mama, hana wazazi. Hana mwanzo wa siku zake. Mwanzo wa siku yake hakuna mtu anajua. Wala mwisho wa uhai wake hakuna mtu anajua. Mpe. Umeelewa hapo? Huyo ni master hata kuliko Yesu. Huyo hana baba, hana mama. Yesu ana mama. Huyo hana mwanzo wa siku zake, hajulikani, wala mwisho wa uhai wake haijulikani. Sasa huyo na Yesu nani master? Na Wayahudi walimfananisha kuwa ni mwana wa Mungu. Wayahudi walimfananisha. Umeelewa hapo? Na
naomba arudie. Haya, mpe arudie. Hiyo hujawahi kusikia hiyo. Naishangaa kwa maana Melkizedeki huyo mfalme wa Salem, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi ndio katika kuwapiga hao wafalme, endelea, akambariki, ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake ni mfalme wa haki, ndio tena mfalme wa Salem. Endelea. Maana yake mfalme wa amani. Endelea. Hana baba. Angalia, hana baba, hana mama, hana mama, hana wazazi, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uhai wake. Mpe. Mbeleo hapo. Huyu anaitwa Melkizedeki. Alikuwa ni mfalme huyo. Huyo ndo Wayahudi ukisoma hata ukimalizia haya walimfananisha kuwa ni mwana wa Mungu. Walimfananisha ukimaliza hiyo aya. Huyo hana baba, hana mama. Huyo ni master hata kuliko Yesu mwenyewe. Yesu alikuwa na mama ambaye ni Mariamu. Umeelewa? Steven. Hiyo ndo Biblia. Biblia ukisoma utashangaa. Ngoja wewe, dere. Acha toe waya bana. Kikanyaga waya tunakufanyia dua, mashini na simama tu. Haya, Steven, uko na swali lingine? Steve. Hiyo anashangaa na hiyo aya. Steve, uko na swali lingine? Wewe uliza swali lingine. Maswali wewe ndio ulikuwa unauliza. Haya, wacha takupa mwalimu akuulize swali moja. Tumekufanyeni mataifa na makabila mbalimbali ili mtuane tu. Mpe. Unaona mzee wangu, Mwenyezi Mungu ametuumba kutoka kwa mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Tunaelewana? Kwa hivyo sisi yote ni viumbe vya Mungu, sio watoto wake. Mungu hana watoto. Mungu hana sifa ya kuzaa. Sifa ya Mwenyezi Mungu ni ya kuumba. Sasa kwa nini Yohana aandike ati Yesu hata ingawa jina hakuna? Nyinyi ndio mnasema ati ile Yohana 3:16 ati ile inaashiria ati Yesu ni mwana wa Mungu. Mungu hana mtoto, Mungu hana mwana. Na hiyo ndio imani ilikuwa ya wazee wako wewe na wazee wetu sisi. Wazee wetu zamani walikuwa wanajua Mungu ni mmoja. Sisi wazee wetu walikuwa wanaangalia Kilimanjaro wanasema zai gaizai. Mungu mmoja, na wazee wetu wanaomba Mungu mvua inanyesha. Wakaletoa Mungu mwingine mzungu, ako na familia. Mungu mzungu, malaika wazungu ni Yesu mzungu. Shetani mweusi kama mimi ana pembe mbili na mkia. Ndio Mwafrika kabreni washona mzungu. Ndio mkaanza kuambiwa ati Mungu ana mtoto. Huyo Mungu wa wazungu huyo. Lakini Mungu aliumba mbingu na nchi. Mungu ambaye kwamba ameniumba mimi na wewe, Mungu hana mtoto, Mungu hana sifa ya kuzaa. Sasa wale walioanzisha dini ya Ukristo kwa maana wa Katoliki ndio walikuja na imani ya Yesu Mungu Tito 2:13. Hao ndio walioanzisha Ukristo wa Katoliki kwa sababu baba ya Wakristo wote duniani ni Warumi. Ndio kunatoka Baba Mtakatifu. Ndio wakamfanya Yesu Mungu ili Paulo awe mtume wa huyo Mungu Yesu. 2:13 wanasemaje? 2:13 inasema tukilitazamia tumaini ni baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu ndio Mungu mkuu. Mpe. Hapo inasema Yesu ni nani? Si mzee, toa sauti mzee wangu na nguvu na nini. Toa nikusikie. Mungu. Kwa hivyo kuna habari Biblia inasema Yesu ni Mungu. Ndio. Na Yohana 3:16 inasema Yesu ni mwana wa Mungu. Ndio. Sasa tuamini hivi. Sasa ilikuwa hivi, nisikiliza mzee wangu. Wakati Wakatoliki walianzisha hiyo imani ya kuwa Yesu ni Mungu, kuna wale walikatana na hiyo imani. Wakasema Yesu hawezi kuwa Mungu. Lakini yeye amezaliwa bila baba, ametembea juu ya maji, amefanya miujiza,
wakajiita Protestant, wakakatana na imani ya Wakatoliki, wakaanzisha imani yao, wakamzisha Yesu daraja, wakasema yeye ni mwana wa Mungu. Ndio Yohana akaandika. Na hao sio wa kwanza, kuna wengine pia. Mzee, tunaongea na huwezi tumikia mabwana wawili, lazima moja itakuchomoka. Na kupata vizuri na kusikiza. Basi wachana na vitabu kwanza. Sawa. Unaona? Kuna wengine walikuwa wamezungumza maneno kama hayo kabla hata ya Wakristo kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Nipe Qur'an 9:30. Protestanti ndio walikatana imani ya Wakatoliki. Biblia ya Wakatoliki iko hapo, iko na vitabu 73. Protestanti wakakataa vitabu 7, wakatengeneza Biblia yao, wakajiita makanisa ya Protestanti, yani wakapinga imani ya Wakatoliki, wakaanza imani yao. Yakaja makanisa ya PCEA, yakaita makanisa ya Independent, hiyo sijui ACK, sijui Redeemed, sijui nini, mpaka ikaenda hivyo, mpaka ikaletwa makanisa zingine zinaitwa Evangelical Churches za kufanya miujiza. Mtu anakuambia anaponya na mamake ama babake alikuwa na pressure ama na sukari ama na kansa. 9:30 Qur'an inasema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sio Wakristo wa kwanza kudai Mungu ana mtoto. Na Mayahudi wanasemaje? Uzair ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Unaona, kuna wale waliokuwa wametangulia kusema atakuwa Uzair ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Kisa cha Uzair katika Bani Israeli, Biblia wakamuita Ezra. Twende. Na Wakristo wanasema Masihi ni mwana wa Mwenyezi Mungu. Na Wakristo wakadai kuwa Masihi Isa mwana wa Maryam ama Yesu mtoto wa Mariamu ni mwana wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu watu waligeuziwa wakaacha Mungu walikuwa wanamwabudu. Mungu wetu sisi wa Afrika tulikuwa tunajua ni Mungu mmoja anakaa kule mbinguni. Tukaanza kufuata imani ya Mungu ya wazungu, Mungu ambaye kwamba ana huyo mtoto. Mungu anasemaje? Haya ndio wasemao kwa vinywa vyao. Unaona, wanasema kwa vinywa vyao pasina kuyapima. Twende. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Unaona, Wakristo wanaiga maneno ya wale waliopinga kabla yao. Ukisikia kukufuru ama kafiri sio mwenye hana dini, hiyo ni tafsiri mbaya. Kafiri ni yeyote ambaye kwamba amempinga Mwenyezi Mungu. Unaweza kuwa na jina ya Kiislamu na wewe ni kafiri. Unaweza kuwa na jina ya Kikristo na wewe ni kafiri. Bora Mungu amesema ufanye jambo na wewe unalipinga, unakuwa kafiri. Wanayaiga maneno ya wale waliokufuru kabla yao. Naona brother hapo Juma na Cape ako na swali. Huyo Manio. Inshallah shekhi wangu. Ana swali. Ndio Manio siku hizi nasikia umesema siku hizi wanachapwa mpaka nyumbani. Haya, mbe mzee, huko hatuko sisi. Mzee, sio kama umenielewa mpaka hapa mzee wangu. Elewa. Umenielewa? Hiyo ni imani ililetwa na wazungu. Lakini Mungu aliyetuumba sisi na wazee wetu, nyumbani ni wapi mzee? Mimi mtu wa Kiambu. Sio tunasema kainiomwe. Zai ya kaizai, kayota shierago, kayota haneni unake. Wewe unatoka wapi? Mimi ni mtu wa Busia. Wewe ni mtu wa Busia? Malachi ama wapi? Hapo sasa. Unaongea Kiluya? Wanasema Nyasai Omrara, maana yake nini? Maana ya Nyasai Omrara kwa Kiswahili ni nini? Sio tuambie kwa Kiswahili mzee wangu. Nyasai Omrara kwa Kiswahili Mungu ni. Na ukienda kwa ndugu zetu kule Ndala unasema Nyasai Achiel, kana unasema Nyasai Achiel Kende. Yaani Mungu ni mmoja tu. Watu wote walikuwa na tauhid na imani ya Mungu ni mmoja. Kabla mzungu akijiita missionary kuja kutujalia mission, kuja na Mungu wake ako na mtoto. Lakini Mungu wetu sisi wa Afrika, Waluya, Wajaluo, wa Kikuyu, ukienda kwa ndugu zetu wa Pokomo sio nakwambia Murungu Mwenga. Sawa? Ukienda kwa Masai anakuambia Enkai Nabo. Ukienda kwa Mmeru anakuambia Murungu Omwe Murume. Kila mtu anajua Mungu ni. Na hiyo ndio imani ya sawa sawa. Mzee ujaribu uingie katika imani ya sawa sawa.
usiondoke dunia hii ukiwa na imani ya kuwa Mungu ana mtoto, kwa sababu mtakuwa na vita na Mungu. Lakini ukienda na imani ya kuwa Mungu ni mmoja, hapo anaweza kukuhurumia. Na hiyo imani ndio imani ya Kiislamu. Watu wote walikuwa ni Waislamu. Hata Jaramogi na Kenyatta walikuwa na swali msikiti wa Jamia Nairobi. Wakati wa imamu alikuwa ni Mkikuyu wa Murang'a. Kwa sababu Uislamu ilikuwa ndio dini yetu sisi wa Afrika. Tukaacha dini yetu, tukaingia leo na nyingine washoka wewe bozi wewe mali, abozi. Ndio ile mzoko. Mumempatia mzokoi. Hata sio mzokoi alikuwa anataka chapa. Tukamuonea 18. Wewe kemani wewe tiga wewe kemani wewe boy kana hali wetu abeto hujo no tuta muidharamu wewe utoke dini yako ungekoyo waona enda ukae pale kwanza tutaongea na wewe baadaye mpe maiki sio sahi tutaongea baadaye mzee wangu una swali lingine nimesikia ukisema sijui kuna Mungu wa wazungu wa Afrika. Sijasema kuna Mungu wa wazungu na Mungu wa Afrika. Mungu ndiye aliyetuumba sisi zote, lakini wazungu wakaja na Mungu wao mwingine. Pole pole. Wewe nani? Mpeleke pole pole. Mzee wangu unasikia? Nakusikia. Wazungu ndio walikuja wakatutoa kwa imani ya yule Mungu ambaye kwamba tulikuwa tunamwamini, wakatutengenezea Mungu wao. Wakaja na washayo na picha imechoro ya Mungu mzungu na malaika wazungu na shetani na Yesu mzungu. Ushayo hiyo picha. Alafu imechoro shetani mweusi ana pembe mbili na mkia. Wewe vijana tokeni ndio nani na ndugu yangu. Ushayo hiyo picha? Zilikuwa ndio walikuja kutubrainwash. Hata kwa shule tulikuwa tunapelekwa shule unalazimishwa kuongea Kizungu. Kweli urongo? Ama kwani haikuwa? Shule lazima tusome Kizungu. Ukiongea lugha yako umefanya makosa. Lazima uongee lugha ya kigeni. Mwalimu ni kabila yako, mwanafunzi ni kabila yake, lakini unalazimishwa uongee Kizungu. Tukalazimishwa kuongea Kizungu lakini tunalala na njaa. Wewe wakatuongeza katika dini zao. Mfano PCEA, Presbyterian Church of East Africa, Nigeria hakuna, Ghana hakuna, ukienda South Africa hakuna. Hiyo imeletwa ni East Africa, Kenya, Uganda, Tanzania. Wengine wakajikata Independent Pentecostal Church of East Africa. Ukienda nchi zingine hakuna. Lakini sisi tulikuwa na imani ya Mungu mmoja sisi zote. Na imani ya Mungu mmoja, chini ya mtume mmoja, imani moja, dini moja, kitabu kimoja. Wazungu ndio walikuja kutuvuruga ili waweze kututawala. Umenielewa mpaka hapo mzee wangu? Umeelewa? Ndio wakaanza kutuambia Yesu alibeba dhambi zako. Sasa hapa Mororo mtu atafutane na mwanamke amtongoze yeye, wasikilizane wao wawili, aende amnunulie kuku na chips, waende walewe, aende achukue gesti, waende wakazini, ni Yesu ataandikiwa? Jawangu, ni Yesu ataandikiwa? Yesu hawezi andikiwa. Ni kudanganywa. Yesu alibeba dhambi zetu, hakuna dhambi ilibebwa na mtu yoyote. Wakatuletea mambo mepesi, ati aliwekwa msalabani amebeba dhambi zetu. Wewe fanya maasi yote. Ani kutudanganya. Sio kama una swali lingine. Wewe unaelewaje dhambi? Dhambi mimi naelewa hivi. Mwenyezi Mungu anatuambia mtoto akizaliwa kabla hajafika miaka 15 hajui kitu. Na Yesu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Mtoto akifika miaka 15, lakini serikali ya Kenya inasema miaka 18. Hapo ndio amebariki, huwezi kumwambia kitu. Lakini katika Uislamu mtoto akifika miaka 15, hapo ndio ameanza kutofautisha mema na mabaya. Kitabu chake kinafunguliwa, akifanya mema yanaandikwa, akifanya makosa yanaandikwa. Alafu siku ya kiyama kila mtu anapewa kitabu chake. Kama madhambi ni mingi, unaenda motoni. Hakuna mtu anabeba dhambi za mwingine. Hata sasa wewe mtoto wako hawezi kosea, uende ukachapa watoto wa wengine, ama watoto wa wengine wakosee, wewe uchape mtoto wako. Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe.
Madhambi yale mtu anayofanya hayo ni yake, kwa sababu kila mwanadamu ana malaika wawili, kila man katibina ya'lamuna ma taf'alun, wanatembea na yeye. Uingie tawapi hata fanya makosa yako yote, hata saa 8 saa 9 usiku hapa Mororo, malaika wako naye wanaandika. Enda kwa giza, nyonga mtu, nyang'anya simu, uwa nini, malaika wanaandika. Hakuna kitu Mwenyezi Mungu kinampita. Kila mtu anabeba mzigo wake mwenyewe. Galatia 6:5. Na wewe unaamini kwa toba na kusamehewa? Sasa Mwenyezi Mungu anasema hivi, ili mwanadamu asamehewe, msawaji nipe sura Toba 27. Hapo ndio mwanadamu anasamehewa. Lakini wengine wakaja kuambia bana, wewe ukikiria Yesu ni Bwana, alikufa na kafufuka, utaokoka. Sijui umeokoka. Hii mambo ya wokovu hapa duniani hakuna. Na tutaangalia watu wanaokoka wapi. 9:27 inasemaje? Inasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Kisha baada ya hayo ndio Mwenyezi Mungu atawasamehe hawatakao katika wale makafiri maadamu wataslimu wafanyeje? Watubie. Mpe. Hapo ndio msamaha Mwenyezi Mungu anakusamehe. Leo ndugu yangu, ukitamka shahada useme ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hapo ndio Mwenyezi Mungu anakusamehe madhambi yale yote ulikuwa unafanya. Ukiingia katika Uislamu, dini ya Mwenyezi Mungu, dini ya haki, dini ya kweli, dini ya watu wote. Sasa umesema hakuna wokovu duniani. Sasa umesikia ukisema kwamba ukisilimu, maana ya kusilimu ni nini? Maana ya kusilimu ni kusalimu amri. Kusalimu amri ni kama vile saa hii serikali ikisema ikifika saa 12 utembee na kitambulisho, si ndio? Si umesubmit, si umesalimu amri ya serikali. Sasa kule kusilimu ni kusalimu amri za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasemaje? Kitu ya kwanza, uwe na imani ya kuwa hakuna Mungu mwingine ila yeye, na uwe na imani ya kuwa Muhammad ndiye mtume aliyetumwa kwako. Ya pili, Mwenyezi Mungu anasemaje? 24:36 Qur'an, sura An-Nur. Hiyo ndio ngoja tumalize hili swali. Ukifanya hayo, Mwenyezi Mungu anakuandikia mema na anakufutia madhambi yale yote umefanya, kwa sababu hakuna mwanadamu aliye kamili. Lakini akukuja kukwambia tuamini Yesu alikufa, akapigiliwa mishumari, akaalikwa msalabani, akamwaga damu yake, umebeba dhambi zako, hiyo ni uongo. Hiyo maandiko hakuna. Ni mambo yalitengenezwa na watu kukufanyia shortcut ili uende motoni. 24:30 watu wewe bro. Inasema waonekane kwa kusali nyakati 5 ndio katika nyumba ambazo Mwenyezi Mungu ameamrisha zitukuzwe. Na humo litajwe jina lake. Wapi? Yaani msikitini. Mpe. Umesikia bro? Sikia. Mwenyezi Mungu anasema akuone mara ngapi ukisali? 5. Katika nyumba ambazo kwamba ameamrisha zitukuzwe. Na hiyo nyumba ni gani? Mwonyeshe. Msikiti. Mwenyezi Mungu nyumba zake ni misikitini. Nao wazungu na shetani wakaleta yao. Iko na nini? Unakuta Waislamu wote msikiti moja, lakini hapa Mororo makanisa sijui ni ngapi. Huyo na yake, huyo na yake, huyo na yake, huyo na yake. Imani ya huyu sio ya huyu, ya huyu sio ya huyu, lakini Waislamu wote imani ni hii. Kama hapa misikiti ni ngapi? Kama 5. Lakini yote imani ni hii, Qur'ani ni hii, imani ni hii, kila kitu ni moja. Huwezi kuta Muislamu ati ana swali raka 2 asubuhi, mwingine ana swali raka 4 ama 6. Assalamu alaykum. Subiri kwanza, ende ukae pale, tutaenda kutolea na msikitini. Aya, kaa pale. Aya tutatoa msikitini. Subiri basi. Subiri, hiyo katika huo mpangilio hakuna sahihi. Bro, unasemaje? Una swali lingine tukimalizia? Ili tunapoongelea mambo ya kuokoka na kusilimu. Katika hiyo Qur'ani sijakataa nao kuna kusilimu pale. Ndio. Nami naye katika gani kuambia kwamba kuokoka ni kuacha matendo machafu na kutembea katika amri za Mungu. Kwa andiko gani tusome amri? Hiyo nimesema kusalimu amri. Kusalimu amri. Imeandikwa wapi tusome? Hiyo ndio kuokoka. Imeandikwa wapi? Sasa
hiyo ndio kuokoka. Sasa ukiniambia kwamba kuna kuokoka duniani, labda tuulize maandiko. na unasema kuna kusuluhu duniani, hapo utanichanganya. Mimi imani yangu inaniambia kwamba kuokoka ipo duniani na kusilimu ipo duniani. Andiko gani? Tusome. Yenye umesoma saizi hapo. Ipi? 24:36. Msomaji tukimalizia 13:23 Mathayo, tumuulize Yesu, je, kwa sababu yeye ndiye anasema ati